inategemea. Unajua haya yote yanasababishwa na jana ambao wanajulikana kama mabouncer wa Yanga kwenda kuzuia kwa maksudi Simba wasiweze kutekeleza haki yao ya kikanuni ya kuweza kwenda kufanya mazoezi at least lisaa katika yani unajua ile mazoezi yanatakuwa dumu at least angalau lisaa moja, si ndio? Siku moja before ya mchezo husika. Sasa wakati wanaenda pale kutekeleza haki yao ya kikanuni wakazuiliwa, si unanielewa? Kwa tafsiri hiyo kuna pande ambayo ilikuwa inazuia utekelezaji wa kanuni ambao ndo hao wanaojulikana kama mabouncer wa Yanga. Na of course hao mabouncer wa Yanga inaonekana kuna yani sidhani kama wao wana nguvu ya moja kwa moja kuzuia. Tafsiri haraka ni kwamba kuna watu ambao wapo wao ndo wako nyuma ya hilo sakata. Kwa hiyo baada ya Simba kuzuiliwa, Simba wametoa statement kwamba hawatocheza mechi, yani hawatoenda uwanjani. Kwa kifupi mechi haipo. Si unanielewa? Kwa sababu gani? Kwa sababu wanalalamikia watu ambao wamewanyima haki yao ya msingi ya kwenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo husika. Lakini Dula, ukipitia lile andiko linakuonyesha kwamba walianzia kwa meneja wa uwanja, wakarudi kwa mabouncer, lakini tunarudi katika barua ya TFF. Je, Simba hawatofika uwanjani au watafika kulingana na vile kanuni zinavyowataka? Kwanza Simba walijaribu kupambana kadri wawezavyo kuhakikisha wanaingia kwenye ule uwanja. Walipambana, wakashindwa. Kushindwa wakaamua kuchukua hatua ya kuondoka saa 3 usiku kutoka saa 1 walipofika pale. Masaa mawili takriban ya kusumbuana na mabouncer wa Yanga. Kwa hiyo automatically unaenda kwenye mchezo mkubwa ambao unaenda kuamua hatima ya bingwa msimu huu, alafu unafanyiwa mazongo kama hayo. Tegemea kuona timu yoyote ina react na kujaribu kufanya kitu ambacho kinastahili. Sasa kwa sababu katika sehemu, kwa sababu maandalizi hayatimii mpaka siku ya mechi ndio maandalizi yanakuwa yametimia. Katika kuhakikisha wanaendelea kupata maandalizi ya utulivu, wakajikuta wanakosa ile haki yao ya msingi ya kufanya maandalizi ya mwisho before mechi. Kwa hiyo leo wakaona busara ni kufanyaje? Ni kuondoka ile jana, sasa kuondoka kisha waamue maamuzi haya ambao wamechukua. Sasa tukirudi kwenye TFF ambako ndo swali lako lilipo. TFF wanatumia kanuni namba 15 kifungu namba 10 ambacho kinawalazimisha au kinawaamrisha timu kuweza kufika kwenye michezo yote ambayo imeratibiwa na TFF pasipo kukosa. Kwa hiyo kwa namna fulani hii kanuni pia inawakingia kifua wale mabouncer kwa sababu wameshafanya jambo la hovyo. Lakini kanuni namba 15 kifungu namba 10 inawakingia kifua kwamba pamoja na kwamba mmefanywa mambo ya ovyo, pamoja na kwamba hamjaweza kukidhi ile maandalizi yenu yote kamili kuelekea mchezo, lakini bado hamna haki ya kufanyaje? Ya kutocheza mchezo. Sasa imagine mchezo unaenda kuaffect outcome ya bingwa wa msimu. Watu wanawekeza mahela chungu mzima kwa ajili ya ubingwa. Inapotokea mtu apati maandalizi halisi kabla ya mchezo, unategemea nini kinatokea? Kwa hiyo Simba wamegoma kwa sababu hawajapata maandalizi full. Sasa kile kifungu kinawashinikiza waende kucheza mchezo hivyo hivyo. Alafu baada ya hapo TFF pamoja na kamati yake inayohusika na hayo mambo itachukua sheria dhidi ya hao mabouncer wa Yanga. Hiyo sheria inasaidia nini? Mfano Simba kaenda kufungwa, utamwadhibu mtu aliyofanya fujo lakini tayari imemwathiri Simba Sports Club. Kwa hiyo kwa upande wa Simba wameona ni bora, umeelewa, kwanza huu mchezo usichezwe, alafu baada ya hapo wale wachukuliwa tu, kwa sababu mind you nimeona andiko la Magori amesema sio kwamba wamegomea mchezo mmoja tu, yote. Yani wamesema wamegomea mchezo yote mpaka wahakikishe wale waliofanya kile kitendo wanatiwa kwenye mikono ambayo ya kisheria, yani wachukuliwe kanuni za kisheria, yani wachukuliwe hatua za kisheria, ndio Simba wataendelea na. Kwa maana yake sio mechi ya leo tu, kama ikitokea jambo limekuwa refu, maana yake mpaka litakapoisha ndio Simba wataanza tena kucheza ligi kuu. Kwa hiyo ina maana wewe au mabouncer wangu wameaffect sehemu kubwa sana sasa ya ligi, sababu imagine wao wameenda kufanya tukio la ovyo kiasi kwamba lina affect
muendelezo wa mechi zingine nyingi ambazo Simba watatakiwa kushiriki. Kuna mmoja nimweke kwamba aliyewahi kuwa mwanasheria wa klabu ya Young Africans Simon Patrick ameandika kwa kudai kwamba kilichofanyika akitofautiani na kile ambacho walikifanya Simba pindi ambapo wao walikuwa ni wenyeji wa mchezo kuizuia Young Africans kufanya mazoezi yao ya mwisho. Ameonyesha ni kwamba kosa linalipwa kwa kosa. Kwanza hilo ni jambo la ovyo na sitegemei statement kutoka kwa mtu mwerevu kama yeye, kwa sababu kipindi wanafanywa wali complain wapi? Walichukua hatua gani kudhibiti hilo swala? Kwa hiyo kumbe tunapata picha kwamba kuna namna nyingi za kudili na mambo yako yanayokusumbua kuelekea kwenye mechi husika. Yanga wao waliamua kwamba sisi tutadili na mechi, baada ya kudili na mechi tutakuja tutalipiza kwenye mechi yetu. Si unanielewa? Kwa hiyo ina maana tafsiri haraka kama Simba nao wangekubaliana na hili swala, ina maana mechi ijayo ya dabi wakiwa wenyeji Simba wangeamua kufanya the same, wanachukua mabaunsa wao wanawazuia Yanga wasifanye mazoezi. Kwa hiyo itakuwa sasa mechi ya Simba na Yanga, kila inapofika dabi ya Simba na Yanga, ile kanuni, umeelewa, namba 17 kifungu namba 45 ingekuwa haitekelezeki. Si umeelewa? Kwamba timu mgeni hana haki ya kufanya mazoezi. Ndio itakavyokuwa hivyo. Sasa wewe umefanywa wewe na unamfanyia huyu. Huyu anakufanyia yeye na unamfanyia huyu. Na ndio anachokitaka TFF, kwa sababu unamlazimisha Simba aende. Sawa, anaenda. Yanga baadaye ataambiwa bana, mabausoni wamefanya fujo, mnatakuwa mlipe milioni 5 mpaka milioni 10. Kati ya milioni 5 mpaka milioni 10. Hiyo pesa ni ndogo kwa Yanga, wanalipa hiyo pesa ndogo sana. Sasa akishalipa hiyo pesa, ina maana automatically Simba naye mechi ijayo anaweza akafanya jambo hilo hilo akiamini na mimi nitatozwa pesa kati ya milioni 5 mpaka 10. Sasa ina maana tutakuwa tunaenda kwa mpira huo kwamba huyu anafanya fujo, anajua mimi nitalipa milioni 5 milioni 10, huyu naye mechi yake anafanya fujo, anajua nitalipa milioni 5 milioni 10. Hatutakiwi kwenda hivyo. Yaani kanuni inatakiwa inyooshe, yani kuwe kuna nidhamu ya kimchezo. Yaani kanuni isiwe ndio sababu ya watu kuvunja mambo ya kinidhamu. Kwa maana hiyo, kwa sababu Simba ina uwezo wa kulipa milioni 10 au Yanga ina uwezo wa kulipa milioni 10, ndio wavunje kanuni wakiamini watalipa fine. Heavyweight Simba ukizungumza nao wenyewe wanakuambia wanajiona ni yatima katika ligi hii ya soka Tanzania bara. Lakini unajiuliza kinachowapa nguvu na kuwalinda katika haya yanayoendelea ni kipi? Yaani kinachowapa nguvu na kuwalinda kwenye nini? Kwenye kugomea mchezo au kwenye haya yanayoendelea? Maana malalamiko yamekuepo mengi. Hili sio la kwanza, hili limejitokeza tu kuonyesha kwamba wanalipa kosa kwa kosa kulingana na kile ambacho amekiandika Simon Patrick. Of course Simba wako correct, umeelewa? Hii ndio itakuja kuleta mkanganyiko wa kikanuni, sio, umeelewa? Kwa sababu kama kanuni inamprotect, yani adhabu ambayo anatakiwa apate mtu anaoathiri mechi ni ndogo kiasi kwamba haiwezi kuaffect chochote kwenye ukubwa wa Yanga, hiyo kanuni nitakayokuwa nakutana nao wanajiuliza kulikoni Dula. Kwako hili mara baada ya kusoma ile taarifa umelipokea vipi? Of course mimi kwa upande wangu kwanza nililite